Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ndugu yangu Muislam na asiye kuwa Muislam, nyote mnaonisikiliza na kunitizama muda huu, hii ni neema kubwa sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukujalia wewe ni miongoni mwa watakaosikiliza ujumbe huu leo. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu katuumba, katuweka katika dunia hii, katuchagulia dini hii, dini ya Kiislamu inayoendana na maumbile halisi ya kibinadamu. Kwa hakika dini yetu hii ya Kiislamu ni dini nzuri kabisa, ni dini yenye mazuri, ni dini iliyoangalia hali halisi ya mazingira, hali halisi ya maumbile ya binadamu. Leo hii naomba nizungumzie sehemu katika mazuri ya Uislamu. Sehemu chache tu katika mazuri ya Uislamu. Uislamu umezingatia jambo la kuweka wepesi katika dini. Imeangalia wepesi katika maisha ya binadamu, kwa Muislamu na hata kwa asiye kwa Muislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallama ametumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuja kutuwekea sisi wepesi. Ni rehema kwetu sisi wanadamu. Mwenyezi Mungu anasema, wama arsalnaka illa rahma lil alamin. Hatuja kutuma wewe ila tu ni kwa sababu ya huruma, ni rehema kwa walimwengu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, yuridu Allahu bikumul yusra. Mwenyezi Mungu anapenda nyinyi kuwawekea wepesi. Mwenyezi Mungu anasema, yuridu Allahu an yukhaffifa ankum. Mwenyezi Mungu anataka kuwawekea wepesi nyie katika dini yenu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna din yusr. Hakika hii dini ni nyepesi kabisa. Kwa hiyo dini yetu ya Kiislamu ni dini nyepesi kwa mtu ambaye anaangalia, anaizingatia. Ni nyepesi sana katika utekelezaji wa ibada, katika kuishi na watu, katika mambo mengi sana. Dini yetu inaangalia wepesi. Inaangalia ni wapi mtu anapata wepesi katika kutekeleza, kusimamia maisha yake bila kudhulumu wala kufanya uadui. Lakini pia Uislamu umetizama kuweka wepesi hata kwa asiye kuwa Muislamu. Haifai kumdhulumu asiye kuwa Muislamu eti kwa kuwa anaenda kinyume na imani yako. Hapana. Uislamu unaweka wepesi. Uislamu ni mzuri, unaangalia haki za Muislamu na asiye kuwa Muislamu. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawazuii nyinyi kwa wale ambao hawawapigi vita katika dini yenu, walam yukhrijukum min diyarikum, wala hawaja kufukuzeni katika majumba yenu, hawakufanyi uadui, hawakupigi vita. Antabarruhum wa tuqsitu ilayhim, kuwafanyia wema na uadilifu. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Hakika Mwenyezi Mungu anapenda wenye kusimamia haki, anapenda uadilifu. Hiyo ni kwa ambaye si Muislamu. Mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia Waislamu kwamba, wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Isije ikawapelekea chuki yenu, uadui yenu kati yenu nyinyi na wengine, mkashindwa kufanya uadilifu. Akatuambia sisi Waislamu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kuweni waadilifu,
kwani uadilifu ndio unakuwekeni karibu na uchamungu. Wattaqullah, muogopeni Mwenyezi Mungu, inna Allaha khabirun bima ta'malun, hakika Mwenyezi Mungu anajua yote mnayotenda. Huu ni uadilifu ambao unaotakiwa kwa Muislamu kumtendea hata si kwa Muislamu. Hata kama ni Muislamu mwenzake kuna chuki, uadui, uadilifu unatakiwa, uadilifu ni lazima kwa hali yoyote ile. Na huu ni miongoni mwa uzuri wa Uislamu, kwamba inatakiwa utende uadilifu ukiwa una furaha au una hasira. Katika hali yoyote uadilifu unatakiwa. Ndugu yangu, miongoni mwa mazuri ya Uislamu una mazuri mengi sana. Umetizama wepesi katika sehemu nyingi sana. Miongoni mwa vitu ambavyo vinasisitizwa katika Uislamu ni kuchunga undugu, kuboresha, kuhudumia, kujali undugu, ujamaa na urafiki. Lazima Muislamu audumishe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum, mumche Mwenyezi Mungu, mumuogope Mola wenu, mumuogope Allah na mtengeneze, mdumishe undugu, ujamaa na urafiki wenu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesisitiza katika hilo katika sehemu nyingi. Lakini pia miongoni mwa mazuri ya Uislamu, sisi Waislamu tunahimizwa tunapokutana na wenzetu lazima tuonyeshe uso wenye furaha. Tumuonyeshe mtu kuwa tunafurahia kukutana na wewe. Hii ni ibada. Mtume anasema tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Kuonyesha uso wa tabasamu kwa mwenzako, hiyo ni sadaka. Kwa hiyo kwa ambaye hana hela za kutoa sadaka, hana kitu cha kutoa sadaka, hii ni sadaka tosha. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametambua. Lakini pia kusalimiana, kuonyeshana kuwa mimi na mwenzangu hakuna chuki wala nini. Tunapokutana lazima tusalimiane. Mwenyezi Mungu anasema waqulu linnasi husna, waambieni watu mambo mazuri, kauli nzuri. Miongoni mwa kauli nzuri ni salamu. Afshu salama bainakum, Mtume anasema toleaneni salamu, dumisheni salama kwenu nyinyi. Mtume sallallahu alayhi wasallam pia kasisitiza suala la salamu, lazima tusalimiane. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu na wasio kwa Waislamu, Uislamu ndio huu. Hii ni sehemu ndogo katika mazuri ya Uislamu. Uko wapi wewe kuishika dini yako, kujifunza na kuifuata dini hii ya Kiislamu ipasavyo? Ni kwa nini unachelewa? Mwenyezi Mungu anakupenda, ndiyo maana akakufikishia ujumbe huu. Daima wengi huwa wanahukumu Uislamu kwa kusikiliza kutoka kwa maadui wa Uislamu. Hapana. Uislamu ni dini nzuri sana. Ambaye anaujua Uislamu ndiye anayejua thamani yake. Asiyeujua Uislamu hawezi kujua thamani yake. Na ni kwa nini utajua thamani ya Uislamu na hali ya kuwa hujui? Utajuaje thamani ya kitu na hali ya kuwa hukijui? Kwa hiyo tufuate Uislamu, ndiyo dini aliyotuchagulia Mwenyezi Mungu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.